Naam, wadi gani mwanafamilia wa Mkubwa Media? Nimepata taarifa kutoka kwa huyu mchungaji ambaye alikuwa anafanya shughuli zake pale Tanzania, lakini kwa namna moja ama nyingine inaelezwa kwamba kiboko ya wachawi ninayemzungumzia hapa ameweza kuzua taharuki nyingine. Sasa sikiliza kwa makini mwanzo mwisho, kitu gani kiboko ya wachawi amezungumza juu ya Diamond Platnumz. Kwanza kabisa amesema kwamba yeye mwenyewe anaona kuna msiba mkubwa sana kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. Diamond ni miongoni mwa wasanii wa Bongo Flava ambao kiboko wa wachawi anasema kwamba anaona kuna msiba mkubwa sana, huku akisema kwamba ameona kabisa kwamba Diamond anaelekea chini, ina maana Diamond atafariki, na akisema kabisa kwamba anaona jeneza jeupe likionekana katika familia ya Simba, au sio, na ikizungukwa na watu wakilia kwa machozi, na anasema kabisa kwamba watu waweke rekodi hii vizuri, kwa sababu siku itakapokuja kutokea basi wajue kabisa kwamba yeye ndiye aliyetabiri. Na anasema mwaka huu wa 2026 wala sio mwakani, mwaka huu 2026 hakuna mtu yoyote ambaye ameweza kuprophetize hicho kitu, yani kutabiri kuhusiana na hicho kitu. Yeye ndio mtu wa kwanza na ameona kwamba Diamond ataenda kutuacha. Manake Diamond atafariki, manake ametabiri kifo cha Simba la Masimba Dangote, au sio? Sasa baada ya kuzungumza hivyo kiboko ya wachawi, watu wanamfahamu kwa sababu alikuwepo Bongo hapa, alikuwa anafanya shughuli zake za kuhubiri na vitu kama hivyo, lakini inasemekana kwamba alikuwa ni tapeli, akiwatapeli watu kuwapiga mpunga mrefu zaidi, huku akiwaambia wanamama wapelekee pesa kanisani, na tunaona kuna wakati akaanzisha hadi mfumo ambao muumini inabidi awe anampelekea pesa. Kwa hiyo wakawa wanampelekea hadi milioni milioni zilikuwa ni nyingi sana. Sasa basi sio mara ya kwanza kutabiri, alishaye kutabiri huko kipindi cha nyuma kwamba rais wa Rwanda Kagame kwamba atafariki, lakini mpaka sasa hivi anadunda tu. Kwa hiyo sio mara ya kwanza kutabiri vitu ambavyo havijatokea. Yeye alikuwa ni kama prophet, yani alikuwa kama, naweza kusema nabii, alikuwa nabii kama manabii wengine, lakini sasa hivi ameenda kwa Simba na kutoa maoni yake kwamba, au nabii wake kwamba Simba muda si mrefu mwaka 2026 kuna jambo litatokea juu yake. Maoni ya watu baada ya kusikia hivyo, habari imetoka kwenye vyanzo vya habari vya kuaminika. Mmoja kaandika, Mungu kikupendeza anza na mtabiri. Unatabiri kitu ambacho hakipo, basi Mungu anze na wewe. Mmoja kaandika kwamba kwenda huko Waislamu hatuna majeneza meupe. Kuna wakati alisema kwamba ameona jeneza jeupe, Diamond amelala na vitu kama hivyo. Nikiona cha mziki wa Kongo sio Tanzania, hebu atupishe tapeli huyo. Mwingine kimoja tapeli. Mwingine anasema anaongea na majini yake, alafu anajifanya ameletwa au ameshushia na Mungu. Mwingine anasema mbona usitabiri ya DRC kila wakati unarukia Tanzania? Yani asijaribu, kwa nini asijaribu kuwa nabii kwa Kongo na lakini anarukia Tanzania? Mmoja kaandika Mungu haziakiwi hata siku moja. Leo nimeamini kuwa watu wengi wanampenda sana Diamond, Mungu amtunze. Mwingine akisema Mungu anza na huyo mtabiri na kuomba sana. Mwingine akisema angefocus kwenye kujichubua kwanza kabla hajaenda kwa Diamond, au sio? Mwingine akisema hii nadhani ni kiki tu ili turudi kumkubali Diamond kama mwanzo. Yani inawezekana jamaa amelipwa kwa ajili tu ya kuweka hichi kitu kuweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii, alafu Diamond arudi kama zamani. Maana tunajua Diamond aliwakosea wa Bongo kusema kwamba wafanye kazi, kama unakumbuka kipindi cha mwaka jana, na kusema kwamba watu wafanye kazi, waache kulalamika hakuna pesa ya bure. Sasa pengine jamaa huyu amelipwa kwa ajili ya kuzungumza hivyo kwa Diamond ili watu wamuonee huruma Diamond na kumsamehe.
Mwingine akasema siku hizi unasuka na nywele, maana sasa hivi huyu kiboko ya wachawi anasuka dread, tofauti na mara ya kwanza alikuwa ananyoa, sasa hivi anafuga hadi rasta. Mwingine anasema kwamba sijui Kongo mnamchukuliaje, kawatabiria wenzenu mabaya tu. Mwingine kaandika kwamba huyu atakuwa bwana kwa sababu bwana tunayemjua sisi. Maanake ni kwamba anazingua sana. Chugundua kuwa hawa tabiri ni aidha usalama wa taifa au ni memba wa Freemason, ila hakuna ajuaye kwamba anachofahamu ni kwamba hawa tabiri kuna wakati anaweza kawa ni usalama au ni memba wa Freemason. Kwa pengine atakuwa anajua kitu gani ambacho kinaenda kutokea baadaye. Kwa kama Diamond labda pengine, kwa sababu tunaona kuna rumors kwamba Diamond ana wanachama kule Freemason, kwa hiyo pengine labda hii inawezekana labda inahusiana na hili, pengine anajua siri za kambi. Mwingine anasema akufa ndio mama yangu, amekufa babangu, kafa kaka, amekufa mwaka jana, sasa Diamond akufa tu uzuri atutoshi milele, akikufa yeye siku nyingine mimi na wewe. Nenda huko tabiri ya kwenu huko Kongo. Yeye atakufa lini? Kumwamini huyu mpaka mkorogo ni kilele cha upumbavu. Yaani kumwamini huyu mkorogo ni ngumu sana. Mwingine akisema kiki ya kumrudisha Mondi vichwani mwa wananchi baada ya kumkataa muda stuka. Hiyo inaitwa spin doctor. Mala papo anakufa kweli. Sijui itakuwaje. Mwamba anajiona mwamba sana. Huyu anawashwa nini na Tanzania? Jeneza tena Waislamu wapi na wapi? Nabii gani anasuka twende kilioni? Inakuwaje hii? Kwanza kabisa tuanze kujudge muonekano wa huyu nabii anayejiita nabii, kwa sababu anasuka twende kilioni. Ni kitu ambacho kinaonekana kuwashangaza wengi sana, kuona kabisa kwamba jamaa huyu ni kama anajaribu kuleta shida. Mmoja kaandika kwamba mfanyakazi mwenzie kasema asitubishe nini, tapeli mkubwa takataka, ulikuwa kwa Kasen leo kwa Diamond, kwenda zako mshamba kila siku kutabiri wenzako vifo, huo ni ushamba. Mwingine kaandika aliangalie huyu afya akili inamsumbua, tushakusahau natafuta kiki tukujue. Waislamu hatuna majeneza meupe. Tapeli anataka kuwaingiza Bongo Flava kwenye 18 ili wamtafute. Mwewe ulimtabiria Kasen kafariki na anadunda kwenda huko, manake alishakumtabiria hadi Kasian lakini bado anadunda. Huyu akamatwa ya kabla ya mwenzi anayemtabiria. Ujinga wake simpendi. Kawaibia Buza, saizi anaongea ujinga. Kule Buza ndipo walipokuwa nafanya shughuli zake na alimewaibia sana watu. Mondi mmoja kaandika kwamba wameanza, wewe ni kama shetani tu. Hapo kwenye jeneza jeupe umetoa boko. Dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.